Katika kijiji cha Mtonya, palikuwa na msichana mmoja mrembo kupindukia aliyejulikana kwa jina la Sara. Urembo wake haukuwa wa kawaida. Alikuwa na ngozi laini kama ngozi ya parachichi lililoiva, macho ya kahawia yaliyong'aa kama taa za usiku, nywele ndefu zilizokuwa zikipepea kama manyoya ya tai. Alitembea kwa maringo, akijua fika kwamba kila kijana na hata baadhi ya wanaume waliokomaa walitamani hata kivuli chake. Kijiji kizima kilikuwa na gumzo moja tu, ni kuhusu Sara. Huyu binti si wa kawaida, anaweza kufanya mume wa mtu kusahau kiapo cha ndoa, waliongea wanaume waliokuwa wanakunywa kahawa kijiweni. Na kweli, Sara hakuwahi kukosa mtu wa kumnunulia chakula, nguo, hata runinga mpya bila kuitisha. Alijua uwezo wake, aliuchezea kama mpira wa kandanda. Lakini hatari zaidi ilikuwa mbele yake, yani Ibra. Ibra alikuwa mfanyabiashara mashuhuri katika kijiji. Alimiliki duka kubwa, gari moja aina ya Toyota Ipsam, na nyumba ya kisasa yenye dari la madini. Alikuwa na mke wake aliyeitwa Zaituni, mama wa watoto 3. Watu walimhusudu Ibra si kwa mali tu, bali kwa hekima yake na upendo kwa familia. Lakini siku moja alikutana na Sara kwenye duka lake. Sara alikuja kununua lipstiki na manukato. Baba Ibra alisema kwa sauti ya taratibu iliyojaa mahaba, "Nisaidie na hii rangi, au nikuoneshe inavyokaa kwenye midomo yangu." Ibra alicheka, lakini ndani ya moyo wake kitu kilitetemeka. Midomo hiyo ilionekana kama iliumbwa kumpumbaza mwanaume. Haikuchukua muda, Ibra alianza kumpatia pesa kwa siri. Simu zilizidi usiku, ujumbe wa kimahaba ukawa kawaida. Alimpeleka mjini kufanya shopping hadi akaanza kuonekana naye hadharani. Zaituni alianza kushtuka. Alijaribu kumkumbusha Ibra kuwa familia yao iko hatarini, lakini jibu lake lilikuwa kali. "Wewe ni mzee sasa, unafikiri mwanamume hawezi kupenda tena? Ondoka kwangu kama huna raha." Zaituni alifukuzwa kama paka mwitu. Alihama na watoto wake 3, akilia. Hakuwa na pa kwenda, hakuwa na chochote ila moyo wake wa mama na matumaini yake. Wakati huo, Sara alijiona mshindi. Aliingia rasmi kwenye nyumba ya Ibra kama malkia mpya. Lakini hakuwa mke, alikuwa mteka, mrembo mwenye tamaa zisizoisha. Sara alianza kuishi kama malkia halisi. Kila siku alikuwa akitaka kitu kipya, kama vile simu, viatu, safari za mjini, chakula kutoka hoteli za kifahari, na kila aina ya starehe. Duka la Ibra lilianza kuporomoka. Akauza gari lake, alianza kukopa. Sara hakujali, alimkamua Ibra hadi senti ya mwisho. Na siku alipoona hana tena cha kumpa Sara, alitoweka. Hakuaga, hakuacha hata karatasi. Ibra alijikuta akiwa peke yake. Hakukuwa na duka wala gari. Nyumba ilianza kuharibika, na mbaya zaidi, alipatwa na maradhi ikiwemo presha, kisukari na matatizo ya ini. Alilazwa mara kadhaa, lakini hakuna ndugu wala rafiki aliyejitokeza. Waliomwita kiongozi wetu walipotea kama upepo. Ibra alianza kumkumbuka Zaituni. Alilia usiku akitamani kurudisha wakati nyuma, lakini nani angemkubali tena? Wakati huo, Zaituni hakuishi kwenye majonzi. Mwanamke jasiri, alikodisha kibanda kidogo na kuanza kuuza maandazi na chai. Hakukosa vikwazo. Watu walimsema, walimcheka, walimhurumia, lakini wanawake wa kijiji walimpa moyo. Walimnunulia unga, mafuta na kumtafutia masoko. Biashara yake ikakua, akaanza kuuza mchele, maharage na sabuni. Mwaka mmoja baadaye, alifungua genge kubwa na hata kununua pikipiki kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa. Zaituni alijijengea heshima mpya. Alikuwa mfano wa nguvu ya mwanamke aliyejeruhiwa, lakini hakufa. Baada ya miaka 2 ya mateso, Ibra alipata taarifa kuwa Zaituni ana biashara kubwa na nyumba ya kisasa. Alikusanya nguvu zake zilizobaki, akatembea kwa miguu hadi alipoishi Zaituni. Alibisha hodi kwa nguvu ya mwisho. Zaituni alipofungua, alimuona Ibra akiwa mzee kuliko miaka yake, amekonda, macho yamezama na sura ya huzuni. Akapiga magoti. "Nisamehe, nilitoka kwa njia ya tamaa. Nilikusaliti, nilikutesa wewe na watoto. Nisamehe, nisamehe kwa ajili ya watoto wetu." Zaituni alilia, si kwa sababu hakumsamehe, bali kwa sababu alikuwa bado anampenda, ingawa alimuumiza. Alimuinua na kumkumbatia. "Nimekusamehe Ibra, kwa ajili yangu, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya Mungu." Miaka ikasonga. Ibra alirejea kwenye familia yake. Ibra alijirekebisha na wakaishi kwa furaha na amani tele.